kusimama mbele ya Mungu aliyowaita na mbele ya shahidi wa umati na shahidi wa umati uliopo hapa wa Kristo, ili niweze kubarikiwa kuwa wachungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, kuwekewa mikono na kuombewa kwa Mungu kwa utatu, kusudi Mungu wa neema yake katika Yesu Kristo awabariki na kuwatenga kwa ajili ya huduma hii ya kichungaji. Kubarikiwa kuwa mchungaji maana yake ni kutengwa maisha yako yote kwa ajili ya huduma maalum ya kuhubiri na kufundisha kwa usahihi neno takatifu la Mungu, huduma inayojengwa katika wewe kumwamini Yesu Kristo anayetuma kumshuhudia mahali pote kwa maneno na kwa matendo. Ni kusimamia inavyopasa sakramenti takatifu. Mungu Baba Mwenyezi, shambani mwako mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Tunashukuru sana kwamba wewe mwenyewe unatafutia mwenyewe watenda kazi kwa kutumwa, na leo watu wako wako hapa wenye vipawa mbalimbali wamesimama mbele yako na mbele ya umati huu ili wabarikiwe na hatimaye watende kwa ajili ya huduma yako takatifu. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uandae ipasavyo wapendwa wetu hawa wanaopokea sasa huduma hii ya kichungaji. Tunakusihi wape moyo wa shukrani na unyenyekevu, watakase kwa huduma yako na kuwamiminia Roho wako Mtakatifu. Wape neno lako takatifu mioyoni mwao na vinywani mwao, ili waweze kuhubiri na kufundisha neno hilo kwa ujasiri bila uoga wowote. Wajalie kuishi maisha yaliyo kielelezo kizuri mbele zako na mbele za watu wako. Wawezeshe ili mawazo, maneno, matendo yao ya imani na utakatifu wa huduma hii wanayopokea hii leo. Amen. Wapendwa ndugu sana, mmeitwa kwa huduma hii takatifu ya kanisa ili mbarikiwa kuwa wachungaji. Naomba sasa msikilize ushuhuda wa neno la Mungu juu ya huduma ya kichungaji, wajibu na baraka inawaidiwa wale wote wanaoitwa. Tafadhali waliopewa mtajiwa katika mawakili, ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Amen. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo lilikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa lile, akaniambia, tazama, ili nimekugusa nimeitakasa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Amen. Mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maono haya yatokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimwonye, usimpe maoni, wala usemi na huyo mtu mbaya, ili kumwonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake utaitaka mkononi mwako. Lakini ukimwonya mtu mbaya, wala yeye hauachi ubaya wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe utaiokoa roho yako. Amen. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi
usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Basi alipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wana-kondoo wangu." Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile aliyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda?" Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha wana-kondoo zangu." Amen. Basi enendeni mkafanye matendo yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha katika yote niliyowaamuru. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiani, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema. Mungu awajalie kupokea maneno hayo kwa unyenyekevu wote, kielewa kuwa yatakuwa mwongozo wa Bwana. Hii mnayoipokea leo mmesomewa, lakini ikawe ni tabia yenu ninyi kusoma. Leo mmesomewa, muwe na Bible study za kila mmoja peke yake, lakini pia muwe na fellowship na Mungu, kila mmoja peke yake na Mungu wake kwa ajili ya Mungu, kwa sababu kazi tunafanya sio ya kwetu. Ninawasihi sana mkafanye pamoja na Yesu. Lakini pia niongeze neno moja fupi hili. Mjitahidi sana kuwa mchungaji kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Alafu Jumapili hiyo kilele tu. Msiwe wachungaji wa Jumapili. Sio kama naelewa. Msiwe wachungaji Jumapili. Jumatatu ni tofauti, Jumanne, Jumatano mpaka Jumamosi. Jumapili ni mchungaji. Muwe wachungaji kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, alafu kama kipindi tunahitimisha Jumapili. Kitokea bahati mbaya Jumapili ilitokea kwenye ibada, lakini Jumatatu mpaka Jumamosi ni mchungaji, ni afadhali leo. Mungu awabariki sana. Mshirika au dawsi yetu na shirika nyingine mnakwenda kuhudumia zinawatazamia kwamba hamtasahau utakatifu wa Bwana. Mnatazamiwa kuwa mtafuata daima kwa njia ya maombi, hekima, uwezo, nguvu na ujasiri kutoka kwa Mungu mwenyewe, ili muweze ninyi sasa kutimiza kwa uaminifu utume wenu. Ninawaomba mkiri sasa mbele za Mungu na ushirika wa imani ya Kikristo, imani ya mtume. Naomba mkiri kwa Mungu.
mbele za Mungu Mwenyezi ambaye kwake tunatoa hesabu ya maisha yenu hadi utumishi wenu siku ya mwisho na mbele ya ushirika mkuu, washirika hawa ambao wanawakilisha dayosisi nzima na shirika zote za kanisa hili. Namuuliza kila mmoja wenu ahadi aweze kutoa ahadi yake binafsi. Pendwa Dema, katika jina la Mungu wa Utatu utakuwa tayari kupokea huduma hii ya kichungaji. Kiamini kwamba wito wa kanisa kwako ni wito tayari wa Mungu mwenyewe akitaka utende kipekee kwa ajili ya huduma ya neno na sakramenti takatifu. Kama ndivyo basi ujibu mwenyewe. Ninaamini hivyo, niko tayari kupokea na Mungu anisaidie. Katika jina la Mungu wa Utatu utakuwa tayari kupokea huduma hii ya kichungaji, ukiamini ya kwamba wito wa kanisa kwako ni wito tayari wa Mungu mwenyewe. Kwa mamlaka iliyopewa na Mungu kwa njia ya Dayosisi Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, na mkabidhi wewe Jairo Mwangoka huduma hii takatifu ya uchungaji na kubariki katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Umekwisha kuvalishwa stola hii ikiwa ni alama ya huduma takatifu ya uchungaji iliyokwisha kukabidhiwa na Mungu mwenyewe, na stola hii iwe kumbukumbu ya kuishi kwako daima katika kumtii Bwana wako Yesu Kristo uliyeapa kutumikia kwa uaminifu wote. Pokea Biblia hii, uendeleze mapokeo na kuhubiri neno yasiyo katika tuliyopokea kutoka kwa Bwana wa kanisa kupitia mitume wake. Neno hili likuongoze kutunza sakramenti takatifu kama Bwana alivyokuagiza, likafanyike kama roho na kulinda huduma unaohubiriwa leo. Bwana Mungu akubariki na kulinda, akuangazie nuru uso wake na kufadhili, akuinulie uso wake na kupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa mamlaka niliyopewa na Mungu kwa njia ya Dayosisi ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, na kabidhi wewe Samuel Kiuga huduma hii takatifu ya uchungaji na kubariki katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Stola hii ambayo imepigwa ni alama ya huduma takatifu ya uchungaji
uliokwisha kukabidhiwa na Mungu mwenyewe. Basi sala hii iwe kumbukumbu ya kuishi kwako daima katika kumtii Bwana wetu Yesu Kristo, hapa kumtumikia kwa uaminifu wote. Pokea Biblia hii ili uendeleze mapokeo ya kuhubiri neno la Mungu yasiyokatika ambayo tulipokea kutoka kwa Bwana wetu, Bwana wa kanisa na kwa njia ya mitume. Neno hili kuongoze kutunza sakramenti takatifu kama Bwana alivyokuagiza ifanyike upande wa Roho Mtakatifu katika kulinda huduma na kufadhiliwa. Bwana Mungu akubariki na kulinda, akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, akuruhusu wake na kuwa amani. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa la Kiinjili la Tanzania na kabisa wewe niko kwa nini mwambani. Huduma hii takatifu ya uchungaji na kubariki katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sala hii iliyovikwa ni alama ya huduma takatifu ya uchungaji iliyokwisha kabidhiwa na Mungu leo. Basi sala hii iwe kumbukumbu ya kuishi kwako daima katika kumtii Bwana wako Yesu Kristo ndiye kumtumikia. Pokea Biblia hii, uendeleze mapokeo ya kuhubiri neno yasiyokatika uliyopokea kutoka kwa Bwana wetu, Bwana wa kanisa na kwa njia ya mitume wake, neno la kuongoza. Utunze sakramenti takatifu kama Bwana alivyoagiza, na ifanyike mambo ili kulinda huduma ya Bwana Mungu akubariki na kulinda, akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, kuruhusu wake na kuwa jina lako. Kwa mamlaka iliyopewa na Mungu kwa njia ya Dayosisi ya Konde ya Kanisa la Kiinjili la Tanzania, ninakabidhi wewe Fred Lesa huduma hii takatifu ya uchungaji na kubariki katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hii sala iliyovikwa ni alama ya huduma takatifu ya uchungaji iliyokwisha kabidhiwa na Mungu mwenyewe. Basi sala hiyo iwe kumbukumbu ya kuishi kwako daima katika kumtii Bwana wetu Yesu Kristo ndiye hapa kumtumikia wote. Pokea Biblia hii, uendeleze mapokeo ya kuhubiri neno yasiyokatika uliyopokea kutoka kwa Bwana wa kanisa ya Yesu Kristo kupitia mitume wake, na neno hili kuongoza. Utunza sakramenti takatifu kama Bwana alivyoagiza, na ifanyike upande wa Roho Mtakatifu kulinda huduma na kukabidhiwa leo. Bwana Mungu akubariki na kulinda, akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa
kwa mamlaka ninayopewa na Mungu Tanzania na kabisa wewe hata huduma hii takatifu ya uchungaji na kubariki katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Stola uliovikwa ni alama ya huduma takatifu ya uchungaji ambayo umekwisha kupokea leo na Mungu mwenyewe, na stola hii iwe kumbukumbu ya kuishi kwako daima katika kumtii Bwana wako Yesu Kristo hapa kutufikia leo kwa uaminifu wote. Pokea Biblia hii, uendeleze mapokeo ya kuhubiri neno la Yesu katika uliyopokea kutoka kwa Bwana wa kanisa Yesu Kristo kupitia mitume wake. Neno hili likuongoze kutunza sakramenti takatifu kama Bwana alivyoagiza, na lifanyike mpango wa Roho Mtakatifu kulinda huduma uliokabidhiwa. Bwana Mungu akubariki na kulinda, akuangazie ndugu za uso wake na kufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Msiwe kama mlivyoona watu kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo watumike, si wakifanyao na Bwana juu ya mtaa au shirika zao, bali kufanya vielelezo kwa ile kundi mchungaji mkuu atakapoonyeshwa na kupokea taji la utukufu msimu. Naomba tena tuwapokea hao wachungaji kwa maziko matatu. Kwa hiyo ni kwa ushindi tokamana. Kwa hiyo ushindi tokamana mchangamke, ndio mtambo mnaimba watu watakao wachungaji ndio walikuwa kwa hiyo usemi ya kwa Michael Anyeusi Wakani. Faraja Anyelele Mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wenzi mwenye mkaa mmemaliza kazi ya wenzi kaifanye pale Bwana Yesu asifiwe. Naomba tujirukie. Walitayarishwa kwenye vyuo mbalimbali na sasa wamekuwa tunafanya ambaye alitimu kule Makumena, wawili walisoma Ugala na Iringa. Hawa wengine kusoma Iringa kwa maana branch hii iliyogombea Mbesa, Wanini na Mjai. Mmoja na sana naye kusoma Iringa, lakini hawa wengine wanasoma Ugala na hiyo wanasoma Makumena. Tunamshukuru Mungu kwa kutimu kwa masomo yao na kurudi kutumika. Lakini mwanana pekee pia nishukuru mtoto wetu Faraja aliyemaliza pale Makumena. Neema alifanya vizuri sana masomo yake na akawa ni best student. Ni mtoto wa mchungaji marehemu Angelina Kibutu aliyekuwa mkoa nyingi, lakini amehitimu
jana anakuwa ni mwanafunzi bora lakini pia katika eneo hili ndiasi tokea nafasi ile kwa hao tukiwa wanaendelea kazi Mungu atunayo, lakini kwa wakati huu tunatoa kumi kwa mchungaji na huduma. Naomba nisaidie askofu kutaje vituo vyote vya kazi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya masomo yeye anatunza ushirika wa Mano pale Mano juu Seminari. Happiness Jinga yeye yuko ng'ambo ya ziwa Ikombe. Mariko Makane yeye yuko kuna Isange. Mchungaji Fredi Mbesa yeye yuko Isange. Ndiko Mapange yeye yuko usharika wa maandalizi wilaya. Samuel Kiula yeye amekuwa kutunza Ileje na Jair Mwamboka yeye anatunza mtaa wa Gombe. Karibuni utakuwa ushirika wa maandalizi. Hao tunakuwa na changamoto sana. Mchungaji mama mmoja muda wote tunakuwa na mama wengi kwa safari hii, ndio tunakuwa huru